Shuleni enzi hizo. Yule anachalaza, sio kuchapa. Anachalaza. Tushaimwibia hadi baskeli, ilikuwa noma. Mwalimu kapaki baskeli yake vizuri, si tukaiba bwana. Yaani huwezi kumlazimisha mtoto wa sasa hivi asome kwa alivyosoma zamani. Kati ya kichwa, pindisha mkono wako ukigusa hapa, wanakuambia sasa wewe unafaa kuanza darasa la kwanza. Adhabu ya wanafunzi wote hapa darasani nipige mimi mwalimu. Shangaa kamwangalia. Yaani bonge la dada. Ni Monica alikuwa bonge. Ni hatari sana. Tulienda kuiba karanga kwenye shamba la mwalimu wa shule. Alitulamba. Paul Karpi. Kidogo alikuwa mkali sana. Hapo ndo alikuwa mwalimu wa hesabu. Mtangazaji achana na kitu kama hicho. Kutoroka muda wa kipindi, yani saa 2 tu nimefika shule nje kinyuma, mimi narudi nyumbani. Nilikuwa smart girl, nilikuwa head girl shuleni. Shuleni enzi hizo, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 1:30 usiku, ni hapa JN Power TV. Hello Tanzania, Dar es Salaam, niko maeneo ya Gereji. Hii ni Morogoro Road, na hapa siku leo nimekutana na father hapa. Nataka atufahamishe kipindi alipokuwa shule anakumbuka nini, kipindi hewani shuleni enzi hizo. Wako mtangazaji ni Goodluck Mluma. Shuleni enzi hizo. Heshima yako baba. Salama. Kwema kabisa. Mimi ni mzima mzee wangu. Cha kwanza napenda nini kufahamu mzee wangu, shule ya msingi ulisoma mkoa gani? Sawa. Mimi kwa majina naitwa Juma Muhammad Yasmani au Embedodo always bobanya tupatupa kupata kuna Mungu salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kuniopoa buku au mtaalamu uzugwe offside hiyo. What? Naitwa Juma Muhammad Yasmani au Embedodo always bobanya tupatupa kupata kuna Mungu salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kuniopoa buku au mtaalamu uzugwe offside hiyo. What are you talking about, man? Mimi nimesoma shule ya msingi Vibaoni Handeni, ambayo sasa hivi shule ile inaitwa Mlimani. Umemaliza mwaka gani? Nimemaliza mwaka 1987. 87. Mtazamaji, hii ndio shuleni enzi hizo, mwaka 1987 ndivyo mzee wangu alikuwa anamaliza darasa la 7. Niambie wewe ulikuwa wapi? Mzee, napenda kufahamu wakati unaenda kwenda kuanza darasa la kwanza, mzazi anakupeleka, ilikuwaje siku hiyo kwako? Mimi nilipelekwa kwenda kuanza shule, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 80. Baada ya kwenda pale kujaribu kunyosha mkono wangu hakufika. Sasa siku ile nikarudishwa, nikalia sana. Kwa hiyo mpaka mwaka uliofuatia mwaka 81 ndio nikapelekwa tena shule, nikawa sasa mkono umefika kwenye sikio, basi mambo yakawa mazuri. Nilikuwa na furaha sana. Ina maana ya kwamba enzi hizo ilikuwa ili uweze kuanza darasa la kwanza, kipimo chao wao hawaangalii ni masomo, bali kipimo ni kuvusha mkono. Unazungusha mkono wako, unakuja unashika sikio. Kama mkono haujafika kwenye sikio, basi wewe urudi nyumbani. Okay mzee wangu. Unakumbuka tukio gani ambalo siku leo ungependa ni kushare na watazamaji wa JN Power TV ambao ulifanya kipindi ulipokuwa shule? Kipindi nilipokuwa shule nakumbuka siku moja nilikuwa nikirudi nyumbani naeleza nyumbani, leo bwana mimi naumwa sijui na nini. Sasa kikubwa ukiwaambia unaumwa na kichwa, unaangalia mishipa imesimama hivi, homa. Sasa nikatumia ubunifu mwingine, nikawa mimi kiamua leo siendi shule, naambia naumwa na tumbo. Maana tumbo mtu hawezi kuna nini. Basi kishaona bibi naambia leo tumbo limenishika sana. Basi narudi zangu ndio naamua kukaa tu basi. Kwa hiyo mzee wangu, baada ya kuwa unafanya hayo, kwa kuwa ulikuwa unajisikiaje? Najisikia nani tu sasa, si ndo matokeo yake ndio amenikuta kama sasa hivi. Maana nilikuwa nakimbia umande, nikaona madaftari mazito na ugonjwa wa tumbo ndio kimenikuta sasa hivi. Nipo tu sasa hivi, mambo yamekuwa magumu. Sasa naambia vijana sasa hivi wanatakiwa wasome. Japo sasa hivi wanakula raha,
wanakwenda na magari ya kudandia dandia, wanakwenda shule. Mtoto bila hela haendi shule. Sisi hakuna mambo ya hela. Kwanza unavaa kanda mbili, unaenda zako shule, siku unakwenda tu shule. Lakini sasa hivi vijana wanarusha roho kabisa, hawana wasiwasi, lakini wasome kwa bidii, maanake la sivyo mambo yatakuwa mabaya kama tulivyokuwa nayo sisi sasa hivi. Ni masomo gani ambayo ulikuwa unapendelea ingawa ulikuwa mtoro? Mimi nilikuwa napendelea kidogo hesabu, Kiswahili. Ndio vitu ambavyo nilikuwa napenda sana, na sanaa. Mambo ya kutengeneza hivi vigari, mafagio, visu vile vya miti vile ambavyo kule kwetu vya kulia bamia. Unajua bamia sasa hivi mjini mnakula tu bamia hivi, lakini huwa kuna chongwa kisu cha mti kile. Umeelewa? Kinatengenezwa vizuri, basi unapopiga bamia na kata ile nani unakata hivi. Sawa. Kwa hiyo siku hizi ndio hivyo. Mwalimu nani ambaye unamkumbuka pindi alipokuwa shule na alikuwa anachapa sana? Mwalimu wangu ambaye namkumbuka sana, kwanza tulikuwa tunamta mwalimu Kajia. Huyu alikuwa ndio mwalimu wetu mkuu. Alikuwa na somo lake la BK. Akiingia kwenye hesabu huyo utafurahi. Ukilete mchezo basi utachezea kweli kweli. Mzee ambalo unalikumbuka miongoni mwa marafiki zako ambao ulikuwa nao shule walilifanya ambalo wewe lilikustaajabisha? Kwa kweli mimi kilichonikera sana, walirudi ndugu zetu JKT wakati wanatoka kwenye vita vya Idi Amin. Nikapewa kitabu changu kilichoandikwa Idi Amin dada. Sasa baada ya kutumia kama wiki moja, kuna mmoja akakipitia darasani, basi alinikera sana. Alikiiba? Walikiiba kile kitabu changu. Hicho kinaniuma sana mpaka leo, kila nikikumbuka inanisikitisha sana. Kwa hiyo nasema vijana tuache mchezo wa dokozi, unakuwa sio mzuri kabisa. Umesema unaitwa Mr. Embe Dodo. Ni kwa nini Embe Dodo? Umelikatisha jina langu. Nimekueleza vizuri majina, na mimi naitwa Juma Muhammad Asmani Embe Dodo always, au bobanya tupatupa kupata kuna Mungu. Salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kuniopoa buku, au mtaalamu uzugo uzugike offside. Hayo ndo majina yangu kamili. Sasa wewe unaposema nani, ili majina kila sehemu lina sehemu yake na tumia jina gani? Mwelewa, maana wengine hawezi kutumia jina langu kwa urefu, huwa wanalikatiza. Okay, kwenye hapa naona kuna majina ni mengi sana. Ndio maana nikaanzia pale kwenye ili jina la Embe Dodo. Ili jina lilitokana na nini, au ni jina ambalo ulipewa na wazazi au ilikuwaje? Hapana, ili jina kipindi hicho tulikuwa tunakwenda sambani huko Lushoto. Wakati huo mimi na dandia kwenye magari nyuma. Sasa tunaona ndugu zetu tukienda sokoni kule, wakati wa kurudi watu tukikaa tunaondoka kule mjini Tanga, tunaondoka jioni, ambao tunakwenda mpaka tukifika sambani kule tunafika usiku. Sasa mimi nilikuwa na mchezo na nyimbo moja nilikuwa napenda kuwaimbia ya Embe Dodo, kama ni mpenzi wa kula Embe Dodo, shati ile na kisu, lakini sio embe kama ni mpenzi wa kula Embe Dodo ile nyingine. Hii ilikuwa ni ya kwangu. Basi kwa kuwa nilikuwa na wakera sana na nyimbo hiyo, ndio wakaamua kunipa ile jina la Embe Dodo. Watu huwa wanatupa majina kulingana na vitu ambavyo tunavifanya. Huyu bwana anasema kwamba anaitwa jengine anaitwa Embe Dodo. Kwa Embe Dodo ilitokana na nini? Lilitokana na kuimba kwake, ndio kamfanya watu wampe jina la Embe Dodo, na ili jina limeshika, ili jina limebamba. Embe Dodo, hasa mimi nataka nikufahamu. Nafikiri wakati unaanza shule kama ulikuwa mkubwa kidogo. Je, kulikuwa na mahusiano yoyote ya msichana na mvulana kipindi ulivyokuwa shule ya msingi? Hapana, mambo haya yalikuwa hakuna kabisa. Yaani wala huelewi. Yaani sikumbuki, maana mimi nakumbuka nimeanza kurukaruka na takribani na miaka 20. Hiyo shule ilikuwa mambo haya hamna, wala huwazi unaanzia wapi. Lakini siku hizi mambo ya teknolojia ndio yametuharibia. Hizi TV sijui nini na nini ndio yameharibu kila kitu. Lakini enzi hizo sisi mpaka unamaliza darasa 7 hujui. Yani hata ukimaliza darasa 7 wewe umemaliza, ukiambiwa unalala na dada zako unalala tu. Hujui chochote. Una chochote. Mimi nakumbuka nilikuwa nalala na dada zangu mpaka na karibia kuanza kwenda kusoma VETA. Bado nilikuwa nalala na dada zangu, naambia lalenga mtoto wewe. Na hakuna wasiwasi. Sio kama sasa hivi. Sasa hivi hata darasa la 2 ni mtihani. Mambo yamebadilika kweli kweli. Shuleni enzi hizo. Ni michezo gani ambayo ulikuwa unaipendelea kuicheza? Michezo ambayo nilikuwa napendelea mimi kucheza,
Nilikuwa napenda michezo ya sanaa. Sanaa ipi? Tulikuwa tuna sanaa nyingi, michezo ile ya kuchora mduara ile, mara nataka kwenda Ulaya. Chenza round ile kila mmoja anaandika kitu cha kwake anachokipenda. Mleo kama ni umeandika Tanzania, yule kaandika Kenya, ile round kila mmoja unaona. Sasa yule anayekaa katika ile round anatoka mbio anasema nataka kwenda Ulaya, basi anaruka. Kwa hiyo wewe unatakiwa uruke pale kati, unamstopisha fulani, stop. Wewe stop. Yule naye ana stop. Naye ndo anaingia kati, anaanza katika michezo. Kwa hiyo ni michezo ya sana zaidi ndo. Hiyo michezo sio watu saizi hawajui. Hawezi kujua. Hawezi kujua kabisa. Sasa hivi watu wako busy na kuangalia michezo kwenye TV, mambo ya TV. Lakini tofauti na mambo tulikuwa tukienda nayo sisi. Wakati mnafanya ni mahafali kipindi hicho, unakumbuka tukio gani? Kuishi na babuji, mambo yalikuwa hakuna babangu. Hakuna kabisa. Sisi tukishakimbia mchaka mnaimba Eloi tunamaliza Eloi 87, mnakimbia mchaka ndio mahafali yetu. Kwa ikishafika tunakumbuka kushafika ule mwaka wa mwisho, kuanzia mwezi wa 8, kuanzia mwezi wa 6, basi mnaamka asubuhi mkikimbia mchaka mnaimba pale, kidogo mnaonyesha ubabe ule, ndio walimu hata wamesogelea fimbo na nyinyi zinakuwa mbali na nyinyi. Lakini sisi hatukuwa na mambo ya mahafali. Mahafali kwa hakuna mambo haya. Mambo ndio ya kisasa yamekuja sasa hivi. Watu wanajipigia hela. Maana unaweza kuambiwa mahafali, unaambiwa watoto wana mahafali, unatakiwa mzazi uchangie shilingi 30,000. Ukiona chakula kinacholiwa pale na hela iliyotoka ni vitu vili tofauti. Lakini sasa ndio hivyo, watu wako katika kila mfumo. Unaambiwa kila mbuzi anakula kutokana na urefu wa kamba yake. Lakini ukija ukipiga hesabu kweli watu wanapigwa. Lakini watu wanaona sawa kabisa. Lakini tunakwenda na sayansi na teke linalo kujia. Yaani teke likikujia mbavu shukuru Mungu, likikujia la shingo shukuru Mungu. Kwa hiyo ukiambiwa mtoto anatakiwa achangiwe shilingi 30,000, 50,000, lazima mzazi utoe. Tena usipotoa inakuwa ni balaa kwa mtoto, hapo nyumbani hapalaliki. Wakati sisi mambo yetu tulikuwa sisi kwanza hela unaionea wapi? Siku ambayo ni mwalimu alikushika na akakutandika kweli na ukasema siku hiyo huwezi kuisahau, ulikuwa umefanya kosa gani? Na ni mwalimu nani ambaye alikuadhibu kupitia adhabu hiyo? Kwa viboko mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi unajua ni mtu mmoja mpole sana. Alafu na aibu. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kweli sikuwahi kufanya makosa kwa sababu nilikuwa naogopa. Nawahi shule, nafanyeje, umeelewa bwana? Nilikuwa naogopa sana mambo ya adhabu. Kwa kuwa ule upole wangu na aibu zangu. Mimi unajua na aibu sana, ni mpole kiasi ambacho hata walimu wenyewe ukija ukisikia umegombana na mimi wanaulizana, nani kakugombana na Juma? Hakuna, iwezekani nyinyi mnamuonea huyu. Umeelewa? Na nashukuru Mungu alhamdulillah, huu mwili sio wakati huo nilikuwa sina mwili. Nilikuwa kimbao mwembamba. Sasa ilikuwa hakuna shida kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo sijawahi kupata adhabu hiyo ya viboko. Ukiona nimekula viboko, basi mwalimu amekuja, kuna kelele darasa zima, wote mtachezea fimbo viwili, hapo utakuwa nami nimeingia kwenye mkumbo. Lakini kama mwalimu atakuja atafuata majina uliopiga kelele, basi mimi wala sipo. Kwa sasa tunataka kufahamu kipindi wakati wao wako shule, ni nyimbo gani ambazo walikuwa wanazipenda kuziimba pindi wakiwa shule? Nyimbo ambazo nilikuwa napenda kuimba ni sinakwambia wakati ule ndo vita vimeisha vya Uganda. Kuna nyimbo moja nilikuwa napenda sana, lilembe lilembe, mshenzi sana amini, kafikiria sana kashindwa, kaona itungue Kagera, nao ndio mwamba wa Tanzania. Idi Amini akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Idi Amini akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Bwana, usimalize utamu. Hizo ndo zilikuwa enzi zao wakati wanasoma. Sidhani kwa sasa kama nyimbo kama hizi zinaimbwa huko mashuleni. Jibu ni hapana. Nini kifanyike ili asili irudi? Usiniulize mimi. Sasa tunaenda kwa mzee wangu hapa aweze kutuachia swali, na hili swali ambayo atakayotuachia basi atakaye lipatia basi ajue kabisa, yani kwenye simu yake 5,000 ya vocha inaenda kuingia muda huu. Mzee, naomba uachie swali ili
waweze kulijibu. Atakayeweza kutamka jina langu kiukamilifu aweze kutamka kiukamilifu, maanake mimi naitwa Juma Muhammad Asmani Embedodo always. Bwabwanya tupatupa kutapata kuna Mungu. Salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kuniopoa buku, au mtaalamu uzugu uzugike offside hiyo. Ninarudia tena, nafikiri umelisikiliza jina, hasa hili jina ukilitamka mwanzo mpaka mwisho kwa ufasaha, basi kwenye simu yako, basi muamala unasoma wa vocha ya shilingi 5,000. Kwa faida tu nitaomba airudie tena hili jina. Sikiliza kwa umakini mtazamaji, ili kuweza kunitumia chini ya namba za simu inayopita chini ya TV yako, au kunipigia simu kuniambia hili jina ambalo umelisikia. Naomba urudie tena mzee wangu. Sawa. Mimi naitwa Juma Muhammad Asmani Embedodo always. Bwabwanya tupatupa kupata kuna Mungu. Salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kuniopoa buku, au mtaalamu uzugu uzugike Embedodo offside hiyo. Embedodo offside, zuga uzugike. Bwana, mimi naelekea ukingoni. Mzee, mimi nataka na mimi pia nikuachie swali. Na hili swali ukilipatia, basi 10,000 itanihusu kukupa mzee wangu. Hapa ninaomba wenzetu hawa saizi wa shule za saizi wanasoma A B C D na kuendelea, lakini sisi enzi zenu zamani nafikiri kama soma A B C D na kuendelea. Ninaomba mama unitamkie kuanzia A mpaka Z, yani kuanzia A mpaka Z. Tuende kazi. Ya kisasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Dige changu baba. Kiswahili. Ndio Kiswahili. Hiyo ni Kiingereza. Na kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili 10 ipo na kutoa hapa A E I O U. Nataka mpaka Z. Sasa baba wewe mbona unanichanganya? Unanipima imani? Mbona unanipima imani? Kila nikiingia kushoto unasema tuenda kulia. Wewe bwana, kama utaki ndani yako bwana wewe ndio naye. Lakini nishakueleza. Mpenzi mtazamaji, na wewe huko uliko, 10,000 inakuhusu. Mfumo ni A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sasa mimi nataka uitamke kwa Kiswahili kuanzia A mpaka Z. Ukiipatia basi 10,000 na faini 10,000 itakuhusu. Kwa hiyo leo tumekuwa na maswali haya ni mawili, ABC pamoja na jina la mzee wangu hapa. Ukilipatia jina basi 5,000 yako umeipata, na ukipatia mfumo wa alphabetically wa ABC kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ni ABC na kuendelea, basi 10,000 itakuhusu. Mzee wangu, mimi ni kushukuru sana. Asante sana, tuko pamoja, na wahimiza tu vijana wangu wasome kwa bidii, wasije wakaona madaftari mazito au wakakimbia umande. Maana sisi tuko tunakimbia umande, enzi zetu sisi unapita jani liko la kiuno. Sasa ukishaogopa umande ndio mambo yanakuwa kuishi na ibabuji kama hivi sasa hivi tupo tu hapo. Na bila kumsahau rafiki yangu Ndwange, maana huyu ni mwenzangu sana, anaitwa Sudi Ndwange, mzee wa Manzese. Enzi hizo alikuwa anapiga roba, lakini sasa hivi nashukuru Mungu hizi ajira za kudandia magari zimetuokoa. Okay. Kwa hiyo mzee wangu sasa hizo unashirikisha na nini? Sasa hivi na danki no opposition. Wenyewe wanasema mara niko Manzese, mara niko Ubungo, mara niko Ilala. Tu hivyo. Tuko kwenye kazi za matranka, unakwenda nchi za watu, nchi za jirani hapa, unasogea unakutana na tunabashana mawazo hivyo. Niko kwenye unataka kuniambia kwamba wewe ni dereva malori? Dereva malori. Na ni njia gani ni hasa ambayo unaitembelea sana? Mimi nakwenda zaidi Zambia kwa kupitia hii Dar es Salaam, Chalinze, yaani Mlandizi. Kule ni ndizi, maana Mlandizi una Morogoro unakwenda zako Iringa, Mafinga, unapita Makambaku, unashuka kidogo unaenda zako Mbeya, Tunduma, unavuka ngambo ya pili. Wewe hauvuki mpaka Kongo? Kongo nakwenda siku moja, si ndio kama hivi tunavyobadilishana. Unajua kuna vitu ambavyo
Ndio kama hivyo ninavyokuambia, unajua tumetoka kwetu Tanga, maana tulishaambiwa Tanga tangazeni halali haramu iacheni, pongo pungueni popote mwendapo ni ghali. Haleluya, tusifu jina la Mwokozi Yesu Kristo. Tukaja Mlandizi, kuleni ndizi, maganda tupeni barabarani, wapita njia wakanyaga telezo anguke. Ila Dar es Salaam, bandari salama, maisha ya watu wa Dar es Salaam hawako salama sana. Tujihadhari na bandari salama. Waza, asalamu alaykum. Bwana mzee wangu ametisha sana. Hasa mimi naomba sasa wakumbuke rafiki zako 5 tu yani. Nakumbuka ndugu zangu, kuna bwana Oscar ambaye tuko naye huko kijiji kimoja kinaitwa Makanya, na bwana Omari. Umeelewa, wote hao ni wazawa huko Makanya. Umeelewa bwana. Yuko bwana Sudi Ndwange ambaye nasikia yuko Kameli sijui oili huko. Huyo pia namsalimia. Nimsalimia na Dazima Uwezo. Wote hao ni jamaa zangu, napenda kuambia tupambane ile michezo yetu ya zamani ya roba za wanahitaji zile roba za nini? Siwezi kukumbuka sana siku ambao msiseme sana huko, tuachane na hizo. Tupambane, maisha yazidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, nilikuwa na mzee wangu hapa, tumepata ya kuyapata, tumeyasikia ya kuyasikia, na ujumbe ametuachia na maswali ametuachia. Hivyo kama kawaida, endelea kutuma komenti yako na niweze kufahamu uko wapi na unafanya nini na una story gani ambayo unataka kushare na mimi. Goodluck Mluma, nyuma ya kamera ni Robert Kalu, na hii ni JN Power TV, kipindi ni Shuleni Enzi Hizo. Teacher. Shuleni Enzi Hizo. Karibu sana kwetu Tanga, tangazeni halali haramu iacheni, pongo pungueni popote mwendapo ni ghali. Haleluya, tusifu jina la Mwokozi Yesu Kristo. Korogwe korogeni, lakini mkorogo una madhara. Pangani pangisheni wageni tu, wenyeji ndio wanaruhusiwa kujenga katika wilaya yetu ile ya Pangani. Mlandizi kuleni ndizi, maganda tupeni barabarani, wapita njia wakanyaga wateleze waanguke. Ila Dar es Salaam, bandari salama, watu wake si salama sana. Mkifika Dar es Salaam kuweni makini, msije kukutana na matapeli wa Dar es Salaam. Kwa majina naitwa Juma Muhammad Asmani Embedodo always au bwabanya tupatupa kupata kuna Mungu. Salamu nzuri 500 ukinipa miadi ya kunipoa buku. Mtaalamu uzugwa uzugwe uzugike offside. Usikose kuangalia kipindi cha Enzi Hizo shuleni na mtangazaji wako Goodluck Mluma.